Mchungaji, yaani napata shida kabisa kuelewa kwa nini biashara yangu haikui, na wakati natoa fungu la 10 kamili kabisa, tena kwa uaminifu mkubwa sana. Adui ameiba hiyo biashara yako. Jana maanisha kwamba unaona hasara yoyote kwenye hiyo biashara yako? Hapana, sioni hasara yoyote kwenye biashara yangu. Lakini baba, hakuna ongezeko. Unapotatua tatizo lolote la kiroho, kuna namna ambapo unaweza kutatua kwa ujumla, ama unaweza kutatua kwa mtu mmoja mmoja. Mfano, unaweza kuona mtu biashara yake haiendi vizuri kwa sababu amemwibia Mungu. Amemwibia Mungu zaka. Sawa sawa na vile ambapo maelekezo yalitolewa katika kitabu cha Malaki ile sura ya 3. Lakini unaweza kukuta mtu mwingine hajamwibia Mungu, lakini biashara ipo tu, haikui, haiongezeki. Baba, huyo ni mimi kabisa. Maana nimefanya stock ya biashara yangu, lakini sijaona hasara yoyote, ila sijaenda viwango vipya baba. Okay, sasa kwenye swala la viwango vipya ni lazima uangalie. Je, wewe huwa unaenda viwango vipya vya utoaji? Kwa sababu viwango vipya vya biashara lazima viambatane na viwango vipya vya utoaji. Kesi yako wewe imesababishwa na wewe mwenyewe. Kwa sababu unapotaka kwenda viwango vipya vya baraka, lazima uende viwango vipya vya utoaji. Hauwezi ukaishia tu kutoa fungu la 10. Kwa sababu unapotoa fungu la 10, ile ni unarudisha ni ya Mungu. Kwenye lile fungu ambalo Mungu amekupa, 10% yake unairudisha kwake. Sasa ukiangalia ile 90% inayobaki ambayo ni ya kwako, swali linakuja, kutoka kwenye ile 90 unampa Mungu nini? Hapo naona kama naanza kufunguka hivi baba. Ni kweli mimi ni mwaminifu sana kutoa fungu la 10. Ila kutoa zaidi ya fungu la 10 sijawahi. Yaani ukiachana sadaka ndogo ndogo, baba, sijawahi. Basi sasa hili ni tatizo ambalo hutakiwi kulalamika. Kwa sababu kama unatoa kidogo kidogo na utapokea kidogo kidogo. Biblia inasema apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu naangalie vile anavyopanda mbegu yake kwa Bwana. Naombeni msaada ndugu zangu. Na mimi natamani niwe kwenye ndoa nzuri. Na nimechoka kulia jamani. Naombeni mnisaidie. Kwa vigezo vya mchungaji, Kinjo hawezi pita. Maana namjua mchungaji wangu vizuri, vile ana misimamo yake. Hivyo basi, nakushauri usifungue moyo wako. Usijeleta shida tena, ukalia tena. Jamani, mimi naamini hakuna kinachoshinda nguvu ya maombi. Tukiamua kuomba, tunapewa. Hata tukiamua kuomba kwa ajili ya Kinjo, Mungu anaweza kumpa Rozi, ili mradi tu mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ila tusichoke kuomba na tusikate tamaa hata kidogo. Asante sana Jara, unanitia moyo. Wache tuombe. Yamkini inaweza ikawa bahati yangu na mimi. Sikia, hatupokei kwa sababu tuna bahati, ila tunapokea kwa sababu tunaomba na Mungu anatupa. Hebu tusimame tuombe kwa mzigo. Sio kwamba mimi sitaki maombi, ila mazingira yenyewe yanajionyesha. Hebu tuangalie mazingira.
vile mchungaji anavyompenda Rosi, ataruhusu kweli aolewe na yule mlevi Kinjo? Dada, imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo na ni bayana yale yasiyoonekana. Ila kipingamizi kikubwa cha imani ni mazingira. Kumbuka hata Petro alivyoitwa na Yesu atembee juu ya maji, alipoanza kuyatizama mazingira, hapo hapo akaanza kuzama. Hivyo basi, tusiangalie mazingira, ila tuombe mapenzi ya Mungu yatimie. Sawa, tuombe kwa mzigo, kwani ipo nguvu katika maombi ya mapatano. Na ndio maana neno la Mungu katika Mathayo 18 mstari wa 19 mpaka wa 20 inasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Hivyo basi, twende tuombe kwa mzigo na kwa mapatano, kwa maana Mungu yuko pamoja nasi leo. Basi tupatane sawasawa na neno nililolisoma. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayeketi katikati ya watu wawili mpaka watatu. Ukaachilie neema yako juu ya mapenzi yako. Ukaachilie neema yako na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunajua unajibu maombi, tena unajibu sawasawa na Prayer force, prayer force, prayer force, prayer force, prayer force. Nguvu ya maombi. Wewe unahitaji nguvu ya maombi kushindana na adui. Wewe unahitaji nguvu ya maombi. Baba, siku moja nilisafiri safari ya kikazi na bahati mbaya nilirudi kabla ya muda. Ndipo nilipowafumania bosi wangu na Leila. Sikuamini nilichokiona. Leila. 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 What? What, Leila? Da, boss. Hivi naota au ni kweli? Kumbe unanipangia safari nyingi namna hii ili upate nafasi ya kuwa na mchumba wangu? Leila, leo ni mwisho mimi na wewe. Sitaki kukuona nyumbani kwangu kuanzia leo. Hapa sio nyumbani kwako, na Leila huwezi kumfukuza, kwani sio mke wako. Ulimuoa huyu. Sasa unapata wapi ujasiri wa mtu kumfukuza ambaye hujamuoa wala kumtolea mahali? Leila, toka nyumbani kwangu sasa hivi, kabla sijafanya kitu kibaya utakachojutia maisha yako yote. Hatoki. Atatoka tena sasa hivi. Nikukumbushe tu kuwa hii ni nyumba ya kampuni na mimi ndio niliyepitisha kuwa upewe nyumba. Kwa hiyo uwe na adabu, sawa? Nadhani hujaelewa unachokifanya. Okay, ni hivi, nimekufukuza kazi kuanzia leo na nyumba hii sio ya kwako tena. Unanifukuza kazi ukiwa kwenye kitanda changu na mchumba wangu? Hii ni nini? Ni kiburi cha pesa tu au ni ulimbukeni wa madaraka? Sawa, mimi naenda, namwachia Mungu.
ni bora umwachie Mungu. Kwa hakika yake hauna cha kunifanya. Leila, hata wewe umeshasikia alichokisema bosi wako. Mimi ni nini tena? Baba, iliniuma sana sana, na sikuwahi kupata maumivu makali kama niliyopata kipindi hicho. Niliona ni bora nife kuliko kuendelea kuishi, maana sina msaada wowote. Baba, niliondoka nikaenda sehemu nikalala. Kesho yake nikarudi. Nilidhani labda nilikuwa naota, lakini baba, niliporudi nyumbani nilimkuta Leila mwingine, sio yule ambaye nilikuwa namjua. Leila. Leila, hebu toka nje tuongee. Kuna mambo nataka tuyaweke sawa kabla mimi na wewe hatujafunga ukurasa. Hapana Kinjo, nimeambiwa umefukuzwa kazi, hivyo huwezi kuingia humo ndani. Basi toka nje tuongee, nijue ni nini kilikupata. Yamkini ulipitiwa tu Leila. Hata hivyo siruhusiwi hata kutoka huku nje. Unataka niachike au? Uachike na nani? Mbona sikuelewi? Kinjo, sahau stori za mimi kuwa na wewe, ni mambo alishapita. Nimekuja mjini kutafuta maisha na sio mapenzi. Unataka niache maisha alafu nikufuate wewe ambaye hujua hata unaenda wapi baada ya hapa? I'm sorry. Hey, please, Leila, please. Nimekusaidia kupaki nguo zako. Sikujua kila kitu kilikuwa cha kampuni zaidi ya hilo begi na hizo nguo zako. Sema asante, la sivyo hata hizo zisingeruhusiwa kutoka. Baba, akili yangu ilipagawa. Nilitamani nisikie kwa bosi wangu ili nijue ni kweli au ni Leila mwenyewe. Nilifunga safari ya kwenda kumuona bosi wangu ofisini, japo haikuwa rahisi kumuona, kwani alishatoa taarifa nisiende kumuona ofisini. Na ile nafasi yangu baba alipewa mtu mwingine, na nilichukuliwa kama mgeni katika ofisi. Lakini nilipambana baba mpaka nikaonana na bosi wangu. Bosi, naomba kuuliza, kosa langu ni lipi mpaka ukanifukuza kazi? Kwa kunijibu vibaya na kuingilia privacy zangu. Nimekujibu vibaya wapi na nimekuingilia wapi? Nadhani mimi ilibidi ndio niwe wa kwanza kulalamika, kwa maana ninaipenda kazi yangu. Hapana, nimeshamaliza. Naomba uondoke. Hatuwezi kuendelea kufanya kazi hapa wakati umenifanyia udhalilishaji mkubwa kwa kuingia chumbani nilipokuwa nimepumzika na mpenzi wangu Leila. Hii dunia inazungukaje? Hivi mimi nimechanganyikiwa au ndio dunia imechanganyikiwa? Ukikaa benchi ndio utajua nani amechanganyikiwa. Na utajua siku nyingine ukimkuta bosi wako kwenye mazingira kama yale ufanye nini. Nahitaji kusikia kutoka kwa wanasheria. Nahitaji kusikia kutoka kwa wazazi. Na ninahitaji kusikia kutoka kwa Mungu. Na ninahitaji kusikia tu ili mradi nijue nini kinaendelea. Mbaya zaidi, Leila hakutoka kwenye ile nyumba. Na bosi wangu akahamia kwenye ile nyumba. Na Leila akawa mke wake wa pili
mpaka hivi leo tunavyoongea. Nilisikia kuonewa, nilisikia kunyanyasika, nilisikia kufa. Sikuwa na wa kumsimulia, kwani watu wote walionizunguka sikuwa na msaada wowote. Basi baba, nikawa natafuta kitu kinachoweza kunifanya niwe salama ili nisijizuru mimi mwenyewe. Ukinipa soda na mke nachagua pombe. Ukinipa pombe na soda nachagua pombe. Ukinipa mke na pombe nachagua pombe. Ukimuona mtu mzima analia ujue kuna jambo. 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 Ukimwona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Huyu kama adaiwe na benki huyu, basi atakuwa amepatwa na msiba. Ukimwona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Mjue kweli kwa gibawe pia ba kuna sura ya mzungu. We mzee, vipi? Mbona lia mchana wote huu? Umepatwa na nini? Shida nini? Umevurugwa? Simama twende. Usipende kuendekeza mambo ya dunia hii, yatakumaliza. Hapo ukishalia hapo, uchewe kwenda kujitundika. Kwanza hii kabila gani kwanza? Twende zetu. Nifate nyuma. Utalia tena. Hiyo akili inabidi tukaivuruge. Utalia tena. Saa ingine ukiwa na akili timamu, madhara yake ndo haya: kulia barabarani. Hebu kwanza achana na hizi story bwana. Twende zetu. Wewe mzee, nyanyuka twende. Nifuate nyuma. Wewe mzee. Fuata nyuma. Niambie ndugu yangu, una nini tena? Usione na kuita ndugu. Si unajua sisi binadamu wote ni ndugu. Sema tu tumevurugwa na maisha. Wengine wanalia kama wewe, wengine wanacheka. Basi fulani tu.
Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukran na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.